Edson anapoleta neno lako Bwana, tunamweka mkononi mwako, mtumie kama chombo mkononi mwako kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibu sana, tupe neno. Asante. Asante sana mchungaji. Nataka kuwasalimia amujambo tena. Mimi ni Penison Nyatuka Nyanaro. Nilitoka upande wa Kisii Nyamira, nikaja hapa mji wa Nairobi kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mwaka ule wa 85 aliniokoa Yesu. Nilipokuwa kijana nikaona dhambi zangu, na niliposikia sauti kama hii inapita kutoka kwa watu wa Mungu, nami nikajikuta kweli nina dhambi. Dhambi ya usharati, dhambi ya kunyang'anya wasichana vitambaa, dhambi ya kujifunga vitambaa kichwani na hapa tumbo, ili nisionekane kama kijana nikitembea njiani hapo, nionekane kama msichana, ni msichana natembea na wasichana wengine. Niliogopa sana watumishi wa Mungu wasinione, kwa sababu walinipatia kundi la kuongoza. Hapo kundi hilo nikawa mtu anachukulia wasichana wafurana. Hawa nilifundisha mambo ya kuimba. Bwana akaniona na mambo hayo, nikamulilia Yesu wangu, akaniokoa, akanipatia nafasi nzuri ya kwenda kutengeneza. Siku hiyo ya mwaka wa 85, siku ya Jumatano, ndio niliona dhambi zangu. Na kanisa niliingia kanisa nikiwa mtoto mwaka wa 69. Nikabatizwa hapo kanisa langu la Africa Inland Church. Nilikuwa nilishiriki meza ya Bwana, lakini dhambi sikuacha. Mwaka huo nimesema ndio niliona dhambi hizo zangu zote. Ndio niliona nguo za wasichana niliwanyang'anya nikaweka ndani ya nyumba yangu. Mapicha sao nikawarudisia. Wengine tulifanya mambo machafu hayo, nikawaomba msamaha, wakanisamehe. Bwana wangu akanilinda kama kijana wakati aliniokoa, na ilipofika mwaka wa 90 akanipa dada kwa njia ya harusi. Sasa ni mzee mimi, si kijana. Wengine wameona kutoka hapo nimefaa hii, yule ni kijana. Si kijana mimi, ni mzee wa watoto 4, wachukuu wako. Nampenda Yesu. Tumekaa hapa tangu asubuhi sana mpaka wakati huu. Ulikuwa na kundi lingine na sijui vikundi vilikuwa ngapi wameenda, na nyinyi mnaingia. Sitaki nikuwe mfupi, yaani mtu wa kusema mambo mingi kwa sababu ya saa. Nataka niwe mfupi sana kwa sababu kuna mengine yanatuongojea. Neno ni ile tu. Tukisomewa, kuna msichana mwingine alisoma vizuri sana. Alisoma vizuri hilo neno Mwanzo 3 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 10. Mungu ameuliza hivi, uko wapi?
hiyo kifungo hiyo ya 9 hiyo, uko wapi? Mungu anapenda watu wake, anapenda Adamu na Hawa, wale aliweka pale bustani, wale matunda yote ya miti yote ile aliweka pale, na aliweka hawa wote ili wasimamie hiyo shamba hilo na miti yote na kila kitu, hata ndege sote, hata ng'ombe, hata mbuzi, na wakaita majina yote ya minyama hiyo yote na kila kitu. Alipotembea wakati wa jioni, akapata wale watu hawakai pale waliambiwa. Aliwakuta wametoka pale, ndipo akauliza, Adamu, uko wapi? Na Adamu huyu alisema, nilisikia sauti, nilisikia ukipita, nikaogopa, nikatetemeka, nikajificha. Mtu ataweza kujificha tu. Alijificha. Na hapa mahali amejificha ni pali pa nani? Hapo shamba hiyo ni ya nani? Si ilikuwa shamba ya Mungu. Anajificha kichaka cha nani? Anajificha miti ya nani? Alijificha hiyo miti ya Mungu. Bustani ni Mungu. Alijificha hapo. Ndipo akamuuliza, uko wapi sasa? Hata saa hizi ameendelea kuuliza, we Eunice, yuko wapi? David, yuko wapi? Wengine wanajificha katika uganga, katika usharati, katika uhizi na mambo mengine mengi. Ameuliza, wewe Benson, uko wapi? Wengi wanaogopa wakisikia kama sasa tumetoa ushuhuda, amesikia hiyo, mtu anaanza kutetemeka. Hiyo ndio unatupu, hiyo inakuja, hiyo kitu, hiyo ikiwa ni usaradi, ikiwa ni kunyang'anya, ikiwa ni uwizi, utoke hapo. Wengine wanapora mali ya watu, hata mali ya serikali, na Mungu anazidi kusema, uko wapi? Wengine wanapeleka mabibi ya watu, mabwana wa watu, wanachukua, wanajificha na hawa, wanauliza, uko wapi? Uko wapi? Kujificha, kusikia sauti ya Bwana, na Bwana amekuona kwa sababu wewe ni wa Mungu. Ni mahali gani utaweza kujificha ili Mungu asikuone? Ni mahali gani? Ni wapi? Ni kichaka gani? Ni simo gani utaenda? Sauti alitaka kujificha, lakini akaonekana, akamulilia Yesu, Yesu akamuokoa. Ni wapi? My sister, unajificha wapi? Ikiwa wewe ni mtu ambaye kama mimi nilikuwa mwizi sana katika shule, vitabu vya shule, watoto kuwanyang'anya. Siku moja mwalimu akanikuta, na mimi nilikuwa head prefect ya shule. Akaniambia, we Benson, nilisikia, aliambiwa, nilisikia uliiba. Na yeye akaona kweli nimeiba. Wakati wa parade pale shule, akaja akanisika hivi, akanichukua ofisi chini ya meza, nikatetemeka kweli kweli. Akaniambia, ulichukua vitabu wapi? Iko nyumbani. Nilichukua uko nyumbani. Aliona vile nimetetemeka hivi, akaniambia, kimbia mara moja ulete vitabu.
Nikakimbia mara moja nyumbani nikaleta hiyo vitabu. Sasa unaonyesha wengine nini? Wewe ni unasimamia watoto na wewe unafanya nini? Nikamwambia mwalimu, nisamee. Na tena hiyo kitu hiyo alisikia nisamee, akaniambia we henda usirudie. Ukitetemeka tufu. Takaswa na damu yake, kwa sababu iko msala wa dhambi ni nini? Ni mauti. Unaona, huyu mwanamke alienda kuwasiliana na nyoka, akamwambia wewe mwanamke huwezi, hakuna kifo. Hiyo ni kweli, mwanamke alikuwa alisema kweli. Alipotoa ile tunda, alipokula basi akapatia na mumewe, na haya akala. Wote walijikuta hawana nguo. Uko wapi? Tuko wapi? Tujiulize. Tujichunguze ndani ya maisha yetu. Tuko wapi? Hilo ndio neno. Nisomea kifungo kile cha fungo la 9 peke yake. Mwenye kusoma hiyo tu, mimi nataka kumaliza. Mimi sihubiri kupita hapo. Nisomee tu hiyo ya 9 tu. Bwana Mungu soma na sauti hiyo. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Bwana Mungu amekuita, amekuuliza uko wapi? Jiulize, jihoji, uko wapi? Bwana asifiwe. Amen. Bwana tosa. Amen. Atuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunaliabudu jina lako. Tunakushukuru kwa kutuletea neno lako na tumelisikia. Tunakuomba hiyo neno tumesikia Baba, tuweze wa kulifuata na kujiuliza tuko wapi, ili tuweze kutupa dhambi zetu na kufuata jina lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.